Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekula kurasa kwa hili. Tabia ya baadhi ya wanawake kucheza matarumbeta na kuvua nguo hadharani kwenye sherehe imezidi kushika kasi mitaani, jambo ambalo linazua taharuki miongoni mwa wakazi wa Dar es Salaam, wakiomba idhibitiwe. Wakizungumza na Kurasa, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamelalamikia mienendo hiyo, wakisema inakiuka maadili ya Kitanzania na kuhamasisha wanawake kuwa mabalozi wa heshima, huku wakitaka jamii kushirikiana katika kutoa elimu ya maadili na kuhimiza burudani zenye staha, hasa kwenye maeneo ya wazi yanayohusisha familia na watoto. Kufly sio shida. Shida ni unapokuwa na fly na kuonyesha vitu ambavyo vinatakiwa visionekane. Kucheza kwa kuonyesha vitu vya asili, na mara nyingi huwa wanafanya hivyo kinchi yetu, sio kitu poa. Kwa sababu kuna watoto wanazaliwa, wanapokuwa wanaona vitu kama vile, kuna namna hawawezi wakaishi kama tulivyoishi sisi. Kumbuka pembeni kuna watoto. Ndio ni furaha, ila isizidi. Tufanyeni ila isizidi. Ila sio kukaa mpaka kuvua nguo. Yaani inakuwa haielimishi jamii. Ukiangalia wale wanaofanya hivyo vitendo, kucheza ngoma kwenye magari, kufanya nini, huaga mara nyingi hawavai nguo za ndani. Sasa kitu kama hicho huwa kinafanya watoto waige. Unakuta wanapita wanavua nguo watoto hapo pembeni. Kwa hiyo inakuwa sio vizuri kwa jamii. Tuendelee na Kurasa. Hofu imetanda kwa miongoni mwa wananchi wilayani Kiteto mkoani Manyara kufuatia kuanza kujaa maeneo ya kuzika, huku kukiwa hakuna maeneo mbadala yaliyoandaliwa kwa shughuli za mazishi. Wakizungumza na Kurasa, baadhi ya wananchi wamesema maeneo yote wanayotumia kuzika yamejaa, hivyo kama kutakuwa na jitihada za dhati kupata maeneo mengine, zoezi la kuzika maiti litakuwa changamoto, ikiwa ni kwa mji wa Kibaya, huku baadhi ya viongozi wakielezea jitihada kufanyika. Hali sasa hivi ni ngumu, kwa sababu hapa tulipo tunaendelea kujaza kabisa maeneo ya makaburi ya Kiteto. Tutazikwa wapi? Na sisi pia tuna hofu, kwa sababu kama yatakuwa yamejaa tutaenda kuzikwa wapi? Kadri ya siku zinapozidi kuendelea ndipo watu wanapozidi kupungua, ndipo watu wazidi pia kuongezeka wengine. Kwa hiyo kwa kawaida makaburi lazima yajae. Lakini pia labda tungeomba hii swala serikali itutengee sehemu nyingine maalum. Tulichokuwa tunakiomba serikali tufanyie utafiti wa eneo lingine. Maana nikiangalia kwa utafiti hapo, kwa sababu tuko hapa karibu na makaburi, naona imebakia mstari mmoja. Bado tumeagiza viongozi wa misikiti mbalimbali katika wilaya ya Kiteto wafanye jitihada kutafuta maeneo ya maziko. Tumalizie Kurasa kwa hili. George Steven Mwaya, kijana mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa Mbagala Rangi 3, mtaa wa Mchikichini jijini Dar es Salaam, ambaye amekuwa akisumbuliwa na matatizo ya mgongo na kushindwa kutembea kwa takriban miaka 8, ameomba msaada wa Laki630 kwa ajili ya kwenda hospitali kupimwa ili kujua nini chanzo cha matatizo hayo. Nilizaliwa nilikuwa natembea. Nimeishia shule ya msingi darasa la 4 mwaka 2015. Kwa sasa nasumbuliwa na maradhi ya kutokutembea. Huu mwaka wa 8 nipo ndani. Nimeenda hospitali ya Muhimbili, nimepimwa, nimeambiwa tatizo ni mgongo. Kijana George Steven anaishi na baba yake mzazi Steven George Mwaya. Baada ya kutelekezwa na mama yake mzazi, alianza kupata dalili za kuanguka kwa kupiga magoti wakati alipokuwa na umri wa miaka 9, hali iliyopelekea kupata madhara mgongo, kushindwa kutembea na kuwa tegemezi. Kwa hiyo mwanangu anasumbuliwa na maradhi ya kutokutembea. Ninachowaomba Watanzania, niko kwenye kipindi kigumu, ninaomba msaada wenu wenye moyo safi. Na waomba, mtoto nimempeleka Muhimbili, amepata kipimo, sasa gharama yake inatakiwa Laki630. Naomba Watanzania mnichangie ili arudi kwenye kipimo hicho. George tulimpokea hapa kama tuna mwezi wa 2, tumefanya tu kumstiri. Amesema huko alikotoka amefukuzwa kodi, kwa hiyo tupo naye hapa tunamsaidia hivyo hivyo, kinachopatikana ndio hivyo tunakula naye. Hivyo maisha yanaenda. Tumekufungulia na kufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa hivi leo, jina langu ni John Lawrence Rupokela. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV.
Kurasa.